Mafunzo kwa watendaji kazi kwa taasisi na wadau wa maendeleo yameendelea kuwa mkakati muhimu wa kuleta mabadiliko chanya na endelevu katika kipindi ambacho jamii inaendelea kukabiliana na changamoto za udhalilishaji, unyanyasaji wa kijinsia na ukiukwaji wa haki za msingi za wanawake na wasichana. Katika muktadha huo, ndipo Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kupitia Idara ya Katiba na Msaada wa Kisheria imeendesha mafunzo ya mwongozo wa uanzishaji na uratibu wa Jukwaa la Kitaifa la Haki za Wanawake na Wasichana. Miongozo hii inakuja kuonesha kwamba sote tunastahiki haki kama binadamu. Hakuna mtu anayepaswa kubaguliwa kwa jinsia yake au kwa namna yoyote vile ilivyo. Unapata haki za binadamu kwa sababu ya ubinadamu wako. Kwa hiyo unapombagua mwanamke, maana yake wewe umefanya kosa la jinai. Katika mazingira hayo, majukwaa haya yanayosimamia upatikanaji wa haki za wanawake, haki za watoto wa kike, dhamira yake ni kubalance upatikanaji wa haki kwa wote. Hiyo ndo dhamira kuu. Mafunzo hayo yamelenga kuwawezesha wadau mbalimbali kuelewa kwa kina misingi ya kisheria, kitaasisi na kiutendaji ya kuanzisha na kusimamia jukwaa hilo kama chombo cha kitaifa cha uratibu na ushirikiano. Washiriki wamepatiwa maarifa kuhusu wajibu wa taasisi katika kulinda haki za wanawake na wasichana kwa mujibu wa katiba, sheria za nchi pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa. Kwa hivyo unyanyasaji katika kupambana, hili jukwaa halikuja hivi hivi, kulikuwa na sababu. Idadi, takwimu inaonekana zimeongezeka kila pahali, watu zinatangazwa vitangi wa unyanyasaji, watu hawana raha. Ukitaka kwenda dukani, mtoto hujui mwachie nani. Ndani ya familia mtoto tunaamini alikuwa salama, kumbe sasa hivi ndani ya familia yenyewe ndio mtoto yupo hatarini. Mafunzo hayo yamejikita katika kuimarisha uratibu kati ya taasisi za serikali, asasi za kiraia na wadau wa maendeleo ili kuhakikisha juhudi za ulinzi wa haki hazifanywi kwa njia ya pekee bali kwa mashirikiano na uwajibikaji wa pamoja. Kupitia jukwaa hili sasa, wanawake wanaweza kupata msaada wa kisheria. Ni kitu gani wapitie ili waweze kupata hizi haki zao? Tunajua katika mawilaya huko na shehia kuna maparalegals wale ambao ni wasaidizi wa sheria. Kwa hiyo wanawake wakupitia wale sasa na wanaweza kupata haki zao na kuonekana sasa matatizo pengine kama ya udhalilishaji, unyanyasaji pengine katika ndoa, watoto kutelekezwa yanapungua. Forum hii uanzishwaji wake itakuwa ina mchango mkubwa sana, kwa sababu katika mahakama yetu ya kadhi, katika mambo ambayo tunayasimamia ni kesi mbalimbali kama vile za huduma, kesi mbalimbali kama vile zinazohusiana na matunzo ya watoto, vile vile malezi ya watoto, kesi za mirathi, kesi za hiba. Hizi zote tunazisimamia, ambapo katika waathirika sawa kwenye kesi za mirathi, wapo waathirika ni wanawake, wanakoseshwa mirathi zao kwa mujibu vile ambavyo sheria imeelekeza, basi unakuta kimbilio lao itakuwa ni mahakama. Lakini vile vile kwenye kesi kama vile za malezi na matunzo, hizi unakuta waathirika wakubwa kwa 99% tunaweza tukakadiria hivyo, ijapokuwa hatuna statistiki tulioifanya hivi karibuni, lakini kwa asilimia kubwa wanaoathirika wanakuwa ni wanawake. Kwa unakuta forum hii inakwenda sambamba na zile mbio za mahakama, hasa ukizingatia hivi sasa mahakama yetu ipo katika hali ya mabadiliko, katika kuijenga upya, katika kuimarisha upya, katika kuhakikisha kwamba huduma kwa wananchi wa Kizanzibari ama kwa jamii ya Kizanzibari inatolewa kwa haraka na inatolewa katika ufanisi wa hali ya juu. Mafunzo ya mwongozo wa uanzishaji na uratibu wa Jukwaa la Kitaifa la Haki za Wanawake na Wasichana linaakisi dhamira ya dhati ya serikali na wadau
katika kuwekeza kwenye maarifa kama msingi wa mabadiliko ya kijamii. Kupitia matumizi madhubuti ya muongozo huo, jukwaa linatarajiwa kuwa chombo muhimu cha kuimarisha usawa wa kijinsia, kulinda haki za wanawake na wasichana, na kuchangia kujenga jamii yenye heshima, usalama na haki kwa wote. Huzaimat Makame, UBTV.